Bwana Yesu asifiwe mama. Naongea na nani kutoka wapi? Naongea na Joseph Shayo kutoka Kilosa, kata ya Chanzuru. Naona wewe umetulia kabisa, Mungu ameshatenda, unasubiria tu muda wa ibada. Maji yako wapi? Mbona siyaoni? Maji yangu hapa. Amina sana, amina sana. Unaona jinsi gani watu kiwango cha imani kiko juu. Watu wakija na chupa, wanakuja na madumu, wengine wana ndoo, wengine wana madiaba. Hapa leo Mlimani kabisa kila mtu anaondoka na maji ambayo yeye kachukua maji yake mapema sana. Amekaa zake tu, anatoa wasiwasi. Yes mama. Kwa sababu ni mama na umekaa umetulia. Nakupa nafasi ya kumtumia sana mtu ambaye yuko nyumbani, umwambie wai Mlimani leo huku Mlimani. Thamani zinaenda kupanda. Napenda kumtaarifu mama yangu aje Mlimani, aje apate maji haya yanaponyesha yana uhai. Na nimefurahi sana, kwanza nizaliwe sijakanyaga sehemu kama hii na nimekanyaga. Naamini nitarudi na baraka na zile baraka zitaendea na ambao wameshindwa kufika mahali hapa. Amina sana. Na uliyekaa naye hapo ni nani? Kaa naye hapa ni mume wangu. Amen, amen, amen. Kwamba unanisikiza sasa hivi, ndoa yako imevunjika, una amani kwenye ndoa. Kuna watu wana waume zao hapa, wamekuja na yani mtu ana full package kama tulivyokuwa tunatangaza, utakuja full package. Na yeye yuko na package yake hajaacha mbali. Naomba kwanza nije kwa baba, naomba nikupigie na kigelegele cha sifa. Ni wanaume wachache sana kwa kuta madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Naongea na nani? Amina, nimefurahi sana mama anasema hapa huyu ndio mwenzangu na nimekuja naye. Kipi kilikushawishi mpaka sana mimi lazima niende Mlimani, asiondoke mama peke yake? Kwa sababu kuna mara nyingi tunaona kina baba kwenye masuala ya imani wako nyuma kidogo. Wewe nini kilikushawishi mpaka kufika hapa? Nilishawishi hapa na nikaenda naye mkango alipata mimba mwezi wa 8. Amen. Miezi 2 na nusu mimba ikatoka. Nilishua akasema chochote kinawezekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Labda tunaweza kumtafuta mtoto na kwa imani ya Mwenyezi Mungu. Amen. Ndio mmekuja hapa. Tumekuja. Tayari mna mtoto. Amina. Tayari mna mtoto na mtalea na mtanyonyesha. Thamani yenu imeshapanda, ndoa yenu ya thamani mpaka sasa hivi. Yes, kama unavyoona hapo. Huyu ni mke na mme. Kuna mtu mwingine amekuja, mme wake hata mjui alipo, miezi 6, miezi 7, mme hajawahi kurudi nyumbani. Kupitia huu shuhuda, mme leo anaenda kurudi, thamani yake inaenda kupanda. Kuna watu wamekuja hapo wake zao hata wajulikani walipo. Wanaume wameinuka kiimani, wanawake bado wako chini kiimani. Yes, Mlimani Mkundi leo moto unaenda kuwaka. Ni siku ya thamani.